Bwana, so kinyonge, huu ni moja kati ya mzigo ambao ni hatari vibaya mno. Yaani movie bwana inaanza na kumwonyesha mshikaji huyu hapa, ametoka huko, yani maisha tayari shampiga maisha magumu vibaya mno. Kwa hiyo akaamua kupanda moja kati ya treni ili kwenda sehemu ambayo tofauti akatafuta mchongo. Hasa hapa alipanda na mama mmoja yuko na mtoto wake, akaamua kumpa msosi. So akafika sehemu ambayo anahitajia kufika ili mradi apelekwe sehemu ambayo anaweza kwenda kufanya kazi. Akasogea mpaka meza hiyo, akawa anaongea na mshikaji ambaye mwamba akaonekana kusizi tu ile. Anaona anamuelekeza baba, mimi nahitaji toilet. Akamwambia hebu nenda huko. Basi mwamba kaelekezwa kwenda chooni mita hiyo hapo, lakini mzee akawa hana habari. Basi mwamba akiwa ametulia chooni, akawa anaambia wewe mzee, unapoteza muda mzee, pesa itaongezeka maana umekaa chooni muda mrefu sana. Basi upande wa nje huko kuna mtu alionekana ndio huyu mtu ambaye anataka kumtoa mitaa hii hapa kumpeleka sehemu ambayo anahitajika kufika. Akamwambia bwana, hapa ina cost kama $300 hivi. Akamwambia mbona mimi ile kampuni niambia kwamba nalipa $200 tu. Akamwambia kama utaki shuka kwenye gari langu mzee. Akasema basi sawa, haina shida, mimi nitapanda tu, nipeleke tu sehemu hiyo. Basi nifanyie hata mpango kuniwashia IC basi. Akamwambia wewe usiguse AC mzee, engine itazima hii. Kwa hiyo wewe tulia tu kwenye gari, mimi nakupeleka paka sehemu unahitajika kufika. Sehemu unahitajika kufika ni sehemu ndefu sana. Kwa hiyo unaenda nini, gari lipata shida kidogo mitaa njiani kwamba tairi limezingua. Basi inaonekana kuna mbwa mmoja akawa anamla mnyama pale. Mwamba aliona vile akaona kwa nini nisiende kumsaidia? Akanyanyuka kapiga sana ile mbwa moja kwa moja. Paka mwamba akajiuliza, unaona una roho ya huruma sana. Paka unamsaidia hadi mbwa. Alipomaliza pale, safari yao ilianza moja kwa moja. Ni usiku na mchana mzee wakaamua kuweka kambi sehemu ili wapate kidogo kupumzika kwa usiku huo hapo. Walitulia pale, stories ziliendelea nyingi sana. Mwamba akawa anamuuliza, "Wewe umeamua nini mpaka kwenda sehemu ya mbali kiasi hichi? Kwenda kutafuta maisha?" Mwambia bwana, mimi maisha yameshanichapa sana. Kwa hiyo yani naona tu bora niende tu mitaa hii hapa naweza nikapata riziki. Ungeenda tu hata mitaa tofauti na hapa. Basi asubuhi ilipofika mzee, Mwamba kazamu yake yeye kuendesha ile gari. Akasema, ngoja niwashe kwanza hii AC, maana huyu alinizuia. Ile kuwasha tu mzee, muda huo gari imezima. Akamwambia mzee, nilikwambia, usiwashe AC, sasa umeona umeshazingua. Mwamba kashuka akapiga sana yani. Mwambia nimekwambia kabisa usiwashe AC, kwamba hii gari itazima, alafu umefanya kile ambacho nilichokuzuia. Basi Mwamba akaamua kusogea pembeni hivyo akiwa anasubiri gari ipoteze muda kidogo ili mradi wake. Akaja kushangaa, akakutana Pure Gold, akamuita, "Oa mzee, oa hebu njoo mara moja, kuna kitu nimekiona, fanya chapu basi." Oa fika pale Mwamba, utazama hivi, wakaona ni Pure Gold. Yani gold yenyewe kabisa ambayo ipo mitaa hiyo hapo ya Jangwani kabisa. Ukitazama hakuna jengo lolote karibu ya hapo mzee. Kwa ulipoangalia akamwambia sasa hapa ninafanyaje? Hii inabidi tuichimbe mzee. Wakahangaika pale wakachimba mradi waingoe, labda waitoe pale. Vuta sana na gari ili mradi waingoe, lakini kazi ilikuwa ngumu sana, wajili walifanya tu side. Basi Mwamba wakahangaika na huku kuingoa, akapata mawazo. Akamwambia bwana, mimi hapa kivyovyote inabidi nifanye mpango niende tu mjini. Kwa hiyo akaamua kufurahi usiku, akaenjoy. Mwanangu nyanyuka uenjoy mzee, tushakuwa matajiri mabilionea, hakuna solution yoyote ya kwenda wewe sehemu kwenda kutafuta pesa. Kwa hiyo bwana wakaamua kukubaliana pale ili wafanye mpango. Huyu mmoja anyanyuke hapa aingie mjini ili maji alete gari ambayo unaweza likafukua hapo na wakabeba mali zote. Kwa waliki haraka wao utafikiria kwa nini wangeivunja hivi, wangebeba tu kiasi kidogo, wangeenda kupata pesa alafu wangerudi siku nyingine. Lakini wazo hilo walikuwa hawakuwa nalo kabisa. Wanaogopa anaweza kuondoka hapa, labda akaja mtu mwingine akaibeba ile dhahabu. Basi wakawa na mawazo pale, akamwambia bwana, na kuachia hapa mali zote, chakula nini kila kitu, na simu hii hapa nakupatia, tutapata mawasiliano endapo mimi nikiwa town. Nipe siku chache tu, ndani ya siku 5 mimi nitakuwa nisharudi hapa. Basi Mwamba akaamua kungoa hiyo hapo. Mwamba akaamua kubaki pale, akawa anaifukia ile gold ili mradi izibiane pale. Basi Mwamba akaamua kutengeneza sehemu ya kishikaji hivi kwa kusurvive ndani ya siku hizi chache, huko akiwa anamsubiri mwanae. Basi akiwa ametulia pale usiku, anapata msosi nini ambacho kidogo alichoachiwa na mshikaji wake ili mradi aendelee kusurvive hapa, akiwa anamsikilizia mchizi akiwa anarudi. Hasa Mwamba kipindi amelala usiku, anakuwa ni mtu wa kulala na kuota ile kuhisi kama mali kama ile kuna mtu ameivamia anahitaji kuondoka nayo, lakini sivyo kabisa anavyowaza. Basi asubuhi aliamka moja kwa moja akaamua kumpigia mshikaji simu, lakini mshikaji kumbe hapatikani kabisa kwa muda ule pale. Basi Mwamba akawa anawaza,
Kila kitazama kwamba mshikaji anakuja leo na kuja kesho. Alivyotazama ghafla akaona kama kuna ndege ilidondokaga mitaa hii hapa, akaamua kuchukua mabaki yake ili mradi asogeze mitaa ile pale apate kupumzika kwenye kivuli labda. Basi lakini alivyokuwa anatulia pale, si unajua siku zinaenda kwamba hata vyakula pia vinakwisha. Mwamba akawa ni mtu wa kuitazama tu ile sababu. Akawa na flight. Sasa dunia nimeshatoboa, nitanunua gari yenye AC na nitaenjoy kabisa. Maana sio kwa jinsi ambavyo alikuwa anateseka. Akaamua kuivunja kidogo Gold ili mradi aikumbatia wewe na iona kidogo anaweza kaenjoy. Akampigia mshikaji wake akamwambia, bado tunafukuzia huko mwanangu masuala mashine ili nipate ili nije kuchimba hapa. Kwa hiyo suni tu mimi naingia hapo ili mambo yote yaende sawa. Basi Mwamba usiku ukafika kama kawaida, akaamua kuwasha moto ili mradi atulie pale ili azidi kumbala. Usiku mbwa mwitu alifika mitaa ile pale, alihangaika kuwasha moto huku na huku, mbwa mwitu aondoke ili azidi kusurvive na kulala. Basi asubuhi leo hii hapa ameamka, alibakiwa na maji kidogo sana, akawa anakunywa pale. Mara ghafla akamuona nyoka. Sasa akaamua kumkamata huyo nyoka, maana msosi hakuna, lazima mpate huyo nyoka mle. Sasa kipindi namna nini nyoka kule, maji yakamwagika bwana. Basi Mwamba anazidi kupunguza kiasi cha maji ambacho alichukua nacho. Ghafla kwa mbali akamuona kama bidada fulani hivi anakuja, akawa anajibana pale. Bala bidada akamuona, akamwambia vipi? Mbona umetulia hapa? Nimeamua kupumzika. Kwani umeamua kuishi hapa peke yako? Wewe kuna kitu wewe utakuwa unanificha. Kunywa basi hata maji haya kidogo. Mwamba anaonekana kama kuna kitu anakificha fulani. Akamwambia bwana, mimi sina chochote ninachokuficha. Kwa hiyo yani wewe nenda tu, niache tu mwenyewe, nimeamua kuishi hapa. Basi bidada akaamua kufumua ile sehemu yote ambayo Mwamba anaokaa. Labda anaweza kaona chochote kitu. Hakuna chochote ninachokuficha, nimekwambia. Wewe ondoka tu bwana. Bidada akawa anaondoka hivyo, akamwambia hivi, kuhusu hii Gold ni ya kwangu mimi. Kwa hiyo wewe hapa haikuhusu kabisa. Kama unakaa unategemea hii Gold ni ya kwako, sahau kabisa hilo jambo. Bidada akawa anaongea shiti sana. Mwamba akaamua kuchukua chepeo na kumpigilia mbali na ili amua kummaliza maisha, ili mradi ile siri ibaki ya watu wawili tu. Basi Mwamba akaamua kuchimba shimo refu sana na kumfukia yule. Malafu akashangaa kwamba mbwa mwitu amefukua mitaa ile pale na kumchukua yule bidada. Kwa hiyo akaamua kumchoma moto ili mradi apoteze kabisa ushahidi. Basi akampigia simu mwanae akamwambia, mzee, lini mwanangu anatokea huko? Akamwambia bwana, suni tu mimi natokea hapa, ndio niko njiani hapa nakuja. Kwa hiyo usiwaze kuhusu hilo. Mwamba, mimi nateseka huku, kila kitu kimeshaniishia yani. Na kusikilizia wewe tu, maana mimi kila kitu hakipo poa. Basi Mwamba anasikilizia, mara ghafla akaona kuna gari kama linakuja hivi, gari likiwa na masaga na kila kitu. Akasema gari likapitiliza kwamba akajua labda ndo hilo mwanae amefika, kumbe hata sio yeye. Basi usiku ni jioni anaandaa mazingira yake ili awashe moto. Mara ghafla kuna upepo mkali ulitokea sana. Si unajua mitaa jangwani mzee, upepo ulipiga. Asubuhi Mwamba anakuja kushtuka, jiti limemtoboa katika tumbo lake. Akawa anajiuliza, nitatoboa kweli mimi maisha haya hapa? Akawa anasogea labda ile sehemu ya dhahabu labda ikawa imepotea, lakini akabahatisha kuiona. Alivyoiona kwanza akafurahi, akapumua kwanza kwa juu, akajua tayari kama nimeshaiona tu mambo mengine yanaweza kawagudi. Kwa hiyo akazidi kutulia pale nini, akawasha moto ili mradi achome eneo kwa maumivu makali ili mradi atoe hata sumu. Basi alilala hivi na kuja kushtuka, anaona kama yule bidada anamjia fulani hivi, yani usingizini anamjia. Akampigia mshikaji akamwambia, unajua yule bidada nilomaliza hapa anaona ananijia tu yani ndotoni kwangu hivi, sielewi kama ni yeye au naona mawenge sana, fanya haraka urudi ndugu yangu. Mwamba kweli anaisha, ukimwangalia yani anaisha kweli kweli, hatujui sasa. Kumbe kwa utazama mbele ni mtu kweli, kwamba yule bidada kumbe ana pacha yake amekuja hapa kumtafuta. Anambia, wewe ndio ulimuua ndugu yangu sio? Kabe bwana, mimi sijawahi kumuona, simjui na sijawahi kumtazama kabisa. Kwa hiyo mimi unanisingizia tu, mimi wewe mtu naumuulizia mimi simfahamu kabisa. Kwa hiyo baada yule bidada kusikia hiyo taarifa kwamba huyu mshikaji amjui, akaamua kudisappear. Mwamba anateseka, yani unajua anateseka, yani anaishi yani unajua ile Mwamba, lakini atokee siku zinazidi kwenda. Leo hii hapa mbwa mwitu alitokea mita ile na kuanza kumshambulia Mwamba, maana mbwa mwitu nao ana njaa ya kufa mtu. Basi Mwamba kumbe kwa upande wa pembeni hivi anamtazama tu ndugu yake. Amefika hapa ndani ya siku 5 zilizopita, ili anasikilizia ndugu yake afariki ili achukue zile mali peke yake. Wao walichokuwa nasubiri hapa Mwamba tu apoteze maisha, sio kwamba yeye hajafika maeneo hapo. Alifika ila alikuwa anamtazama tu. Basi alivyogundua kwamba Mwamba ameshapoteza maisha, akaamua kusogea paka mitaa ile. Mara ghafla akapigwa naye mshale wa kifua, maana huyu alikuwa anamsubiri mwenzake afe, na kumbe kuna yule bidada naye alikuwa anamsubiri Mwamba afike ili amalize kabisa. Kwa hiyo kusubiri kila mtu anamtegea mwenzake, mara ghafla wote wawili wamekufa na hakuna yoyote alofaidika katika hii mali. Usisahau kusubscribe hapo.